Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu siku huu. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba adai kuwa Tanzania inachonganishwa kutokana na rasilimali zake, huku watu zaidi ya 100 wakiachiliwa kufuatia mashtaka ya uhaini. Tuanzie nchini Tanzania sasa, ambapo serikali imedai kwamba machafuko yaliyoshuhudiwa nchini humo wakati wa uchaguzi mkuu yalichochewa kutoka nje. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akiongea hii leo jijini Dar es Salaam amesema kuwa waliopanga machafuko hayo wana dhamira ya kupora rasilimali za taifa hilo. Nchemba ameyasema hayo wakati wa mkutano wake wa kufanya tathmini ya athari ya machafuko ya wiki ya uchaguzi nchini humo. Pia amemwagiza waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene kulifungulia kanisa la Askofu Josephat Gwajima, akiongeza kuwa tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan itasaidia kubaini chanzo cha machafuko hayo ili suluhu la kudumu lipatikane. Kauli ya Nchemba inajiri huku wakfu wa Thabo Mbeki ukitoa risala za rambirambi kwa familia ambazo zilipoteza wapendwa wao kutokana na vurugu zilizofuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Wakfu huo wa rais wa zamani wa Afrika Kusini umesema kuwa kuzingatia taarifa za waangalizi wa uchaguzi wa SADC na AU, wamehitimisha kwamba uchaguzi wa Tanzania ulikuwa na mapungufu kwenye kanuni na miongozo inayosimamia uchaguzi wa demokrasia katika viwango vya kimataifa. Kuanzia nchi zinapata uhuru, nimefuatilia hiyo historia zao. Nchi zote zilizogundua rasilimali waliletewa uchonganishi wa aina hii. Zote. Wewe kafuatilia nchi zote zilizowahi kuwa na machafuko. Sio nchi maskini kwenye rasilimali. Zote fuatilia. Sasa Tanzania miaka yote imekuwa Tanzania ya amani. Eti miaka tunayogundua kwamba tunakuwa nchi miongoni mwa nchi 5-6 zenye gesi nyingi zaidi Afrika. Nchi 5-6 zenye akiba nyingi ya chuma. Nchi 5-6 zenye hifadhi nyingi zaidi ya makaa ya mawe. Nchi 5-6 zenye hifadhi ya madini adhimu mengi zaidi duniani. Mambo ya uranium, mambo ya nickel, Kabanga tu pale, ile deposit yake inaifanya Tanzania ile moja ya nchi tajiri ya deposit za nickel. Matamshi hayo ya Nchimbi yanajiri siku moja tu baada ya msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa kuvikosoa vyombo vya habari vya kimataifa, akivitaka kufuata maadili na msingi ya uandishi wa habari. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Msigwa alisema vyombo hivyo vimekuwa vikichapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Tanzania. Sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Kwa wanasheria wana kanuni moja inaitwa the principle of natural justice. Uwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja, halafu upande mwingine ama mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Wakati hayo yakijiri, takriban vijana 100 wameachiliwa huru mjini Dar es Salaam na Mwanza hii leo. Mahakama ya wilaya Ilemela katika mkoa wa Mwanza imewaachilia huru watuhumiwa 57 wa kesi ya uhaini waliokuwa wakishikiliwa tangu Oktoba 29 mwaka huu kufuatia matukio ya vurugu za baada ya uchaguzi. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya upande wa mashtaka kupitia wakili wa serikali mwandamizi kuwasilisha ombi la mkurugenzi wa mashtaka DPP la kutokuwa na nia ya kuendelea na mashtaka dhidi ya watuhumiwa hao 57 kati ya 61 waliokuwa nakabiliwa na tuhuma mbalimbali. Mjini Dar es Salaam vijana zaidi ya 40 pia wameachiliwa huru hii leo. Mwisho wa taarifa yetu kuu.